Hii ni K-News habari. Tuko makao makuu ya kanda ya Nyasa maalum kwa ajili ya kuzungumza na umma kupitia nyinyi. Tumewaita kuwajulisha wanachama na umma ziara ya viongozi wa kitaifa kwenye kanda ya Nyasa. Ziara hiyo itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambaye ataongozana na viongozi wote wa kitaifa, kwa maana makamu wake, katibu mkuu na kadhalika. Ni ziara maalum kwa ajili ya uzinduzi wa operesheni za chama, ikiwemo no reform no election, ambayo mmekuwa mnaisikia na madhumuni yake ni nini. Pia kuna operesheni stronger together kwa ajili ya kukiweka vizuri chama, pamoja na operation ya tone tone kwa ajili ya kuhamasisha uchangiaji ili kupatikana kwa fedha za kuendesha chama. Ratiba ya mikutano hii itaanza tarehe 23 Machi kwa uzinduzi utakaofanyika Mbeya mjini, viwanja vya Rwanda Nzovwe. Ziara hii itakuwa na ruti mbili. Ruti moja itaongozwa na mwenyekiti wa taifa Mheshimiwa Tundu Lissu, ambayo ni ruti ya mkoa wa Mbeya, mkoa wa Songwe na mkoa wa Rukwa. Na ruti ya pili itaongozwa na makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa Heche John. Ruti hiyo itakuwa nayo itaanzia mkoa wa Mbeya, mkoa wa Njombe na mkoa wa Iringa. Naomba nisome ratiba kwa faida ya watakao kuwa wanafuatilia ziara hii. Nisome ratiba za wote, ratiba ya mwenyekiti wa taifa na atakamopita, pamoja na ratiba ya makamu mwenyekiti taifa na atakamopita. Mwenyekiti taifa tarehe 23 atazindua mkutano au ziara hii au operation hii jijini Mbeya kwenye viwanja vya Rwanda Nzovwe. Baadaye Mbeya mjini, Rwanda Nzovwe. Baadaye tarehe 24 atakwenda mkoa wa Rukwa, ambako ataanzia Nkasi kaskazini, ambako atafanya mkutano mkubwa pale Kabwe. Atakwenda Kirando, atakwenda na Namanyere. Hii siku ya tarehe 24 Machi kutakuwa na mikutano mitatu kwa mujibu wa ratiba yetu. Tarehe 25 Machi mwenyekiti atakuwa Nkasi kusini, Wampembe na Ntalamila, ambako atafanya mkutano mkubwa wa hadhara Wampembe, lakini Ntalamila atapita mapema wakati anaelekea Wampembe kwa ajili ya kufanya mkutano pia pale na wananchi na wanachama. Tarehe 26 atakuwa Kalambo Matai asubuhi, na mchana mpaka jioni atakuwa Sumbawanga mjini, ambapo kutakuwa na kikao cha ndani mchana Sumbawanga mjini, lakini jioni kutakuwa na mkutano wa hadhara Sumbawanga mjini pia. Tarehe 27 atakuwa bado Rukwa, ambako ndo atakuwa anatoka Rukwa sasa atafanya mkutano Kwela saa 4 asubuhi, na jioni atakuwa ameingia mkoa wa Songwe, ambapo atafanya kikao cha ndani Tunduma mchana, na jioni atafanya mkutano wa hadhara kuanzia saa 9 pale pale mjini Tunduma. Tarehe 28 mwenyekiti atakuwa Momba saa 3 asubuhi mpaka 5 mchana, Vwawa saa 6 alasiri mpaka saa 8 jioni, na jioni hiyo tarehe 25 Machi mwenyekiti atamalizia mkutano jimbo la Mbozi Mlowo
katika mkutano wa hadhara utakaofanyika kuanzia saa 9 alasiri. Tarehe 29 mwenyekiti atakuwa safarini kwenda mkoani Iringa, ambako atajiunga au ataungana na viongozi wengine pamoja na makamu mwenyekiti kwa ajili ya mkutano wa kuhitimisha ziara hii ambao utafanyika Iringa mjini siku ya tarehe 29. Kwa mwenendo ule niwasomee ratiba ya makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa John Heche. Tarehe 23 atakuwa Mbeya katika uzinduzi. Tarehe 24 atakuwa Kyela makamu mwenyekiti. Asubuhi atakuwa na kikao cha ndani na mkutano. Tarehe 24 hiyo atakuwa Busokelo, atafanya mkutano wa kusalimia kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 9. Tarehe 24 hiyo makamu mwenyekiti atakuwa Rungwe, ambapo atafanya mkutano wa hadhara saa 10 alasiri jioni. Tarehe 25 Machi makamu mwenyekiti atakuwa njiani sasa kuelekea mkoa wa Njombe, ambapo atasimama Mbarali na atafanya mkutano wa hadhara saa 4 asubuhi. Tarehe 25 hiyo baada ya kutoka Mbarali makamu mwenyekiti atakwenda mkoa wa Njombe na atasimama Wanging'ombe kufanya mkutano saa 7 mchana mpaka saa 9. Wanging'ombe nafikiri ni Igwachanya. Nafikiri ni Igwachanya ndo makao makuu ya wilaya, na njiani kwenda Njombe. Na jioni baada ya kutoka jimbo la Wanging'ombe makamu mwenyekiti atawasili Njombe majira saa 10 na kuingia kwenye kikao cha ndani. Tarehe 26 makamu mwenyekiti atafanya mkutano wa hadhara Njombe mjini saa 4 asubuhi mpaka saa 7 mchana, ambapo baada ya hapo atakuwa tarehe hiyo 25 Machi atakuwa Makambako, atafanya mkutano wa hadhara saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Tarehe 27 makamu mwenyekiti atakuwa anaingia mkoa wa Iringa, ambapo atakuwa Mufindi Kusini Nyololo, atafanya mkutano wa njiani saa 3 asubuhi mpaka saa 6 mchana. Baada hapo atakuwa Mufindi Kaskazini Ifwagi, atafanya mkutano kuanzia saa 7 mchana mpaka saa 9 alasiri. Baada ya Mufindi Kaskazini makamu mwenyekiti ataingia Mafinga mjini, ambapo atafanya mkutano wa hadhara kwenye uwanja wa Mashujaa kuanzia saa 10 alasiri mpaka saa 12 jioni. Tarehe 28 Machi makamu mwenyekiti atakuwa bado kwenye ziara ya Iringa, ambapo atakwenda Kalenga, atafanya mkutano Msangano kuanzia saa 4 mpaka saa 7 mchana, na baada ya hapo atakwenda Isimani Migori, atafanya mkutano wa hadhara kuanzia saa 9 alasiri mpaka saa 12 jioni. Baada ya hapo ataingia kikao cha ndani Isimani kuanzia saa 12:30 jioni mpaka kitakapo kamilika hicho kikao. Tarehe 29 makamu mwenyekiti naye ataondoka, atafanya mkutano Kilolo Ilula saa 4 asubuhi, na jioni ataungana na viongozi na mwenyekiti wa taifa pamoja na viongozi wengine kwenye mkutano wa hadhara mjini Iringa, ambao utakuwa ni maalum kwa ajili ya kuhitimisha ziara hii ya kitaifa. Kwa hiyo
kama nilivyosema, baada ya mikutano ya hadhara, pamoja na mikutano ya hadhara pia kuna mikutano ya ndani, ambapo maeneo yote ambayo viongozi watapita itahusisha vikao vya ndani kwa viongozi wa ngazi mbalimbali za chama, lengo likiwa ni kupata fursa ya kutibu madonda ya uchaguzi na kuimarisha chama ili chama kiwe tayari kusimamia na kutekeleza yale tutakayokubaliana kwenye utekelezaji wa ajenda na maamuzi mbalimbali tunayokubaliana kama chama, ikiwemo ajenda hizi muhimu zilizo kwenye ziara hii. Natoa wito kwa wanachama na wapenda mabadiliko wote kanda ya Nyasa kushiriki mikutano hii ili waweze kujua tunaendaje mbele kama chama na pia kama taifa. Asanteni sana na Mungu awabariki sana. Ameuliza Saddam kwamba vipi mara nyingi tukiwa tunafanya harakati operation au ratiba kama hizi tunakuwa na msuguano na polisi. Nadhani tuko vizuri kwa maandalizi, na misuguano inaanzaga kama hapa, kwa sababu hivi mnavyozungumzia misuguano kwa Chadema, hivi nyinyi waandishi wa habari huwa mnapona, si mnanyanyaga nyinyi na nyinyi kamera pia. Kwa hiyo so far tuko vizuri, hatujaona dalili zozote za hujuma wala za kukwamisha. Na mara nyingi unajua shida inakuaga sio sisi, mara nyingi inakuaga shida ni police, maybe by understanding au kwa kutoku understand, mpaka inawapelekea kuchukua hatua wanazochukua dhidi yetu. Lakini nyinyi mmekuwa ni mashahidi, hakuna shughuli ya Chadema, iwe mikutano ya hadhara, iwe shughuli za ndani, ambazo zimewahi kufanyika ukatokea uvunjifu wote wa amani, nikizungumzia hususan kama hapa mjini Mbeya, au hata mtu kupoteza hata sindano aliyoiweka mfukoni. Kwa hiyo tuko vizuri, so far hakuna fracture au hakuna uzinguaji wowote kutoka kwa polisi au vyombo vyovyote. Kuhusu ratiba, katibu naweza ukalijibu hilo kidogo. Kanda ya Nyasa ina mikoa 5. Ina Rukwa, Songwe, Mbeya, Njombe na Iringa. Kwa hivyo kama ulivyosikia mwenyekiti alipokuwa anasoma ratiba, maeneo yote hayo tumepeleka mikutano, na mikutano mikubwa iko mingi na ya njiani ipo pia mingi. Na bado pamoja na hizi tulizosoma, bado kuna wengine ambao tunajua kwa chama chetu na wanavyopenda kupokea viongozi wao, itajitokeza mingi tu ya njiani ambayo watu watamsimamisha mwenyekiti au makamu hapa na pale wakitaka wasalimiwe pia. Kwa hivyo mikoa yote, sisi hatufiki Katavi, hatufiki Ruvuma, sisi tunaishia Iringa, Njombe mpaka Rukwa. Na Kyando ametaka kujua kwamba tunaendaje, msimamo wetu, wananchi hawaelewi kama tunaingia kwenye uchaguzi au hatuingii. Ndio maana tunafanya hiyo operation Kyando. Ndio maana tumekuja ndio maana viongozi kitaifa wanakuja ili kulileta ili kwa wananchi, na sisi wote tutakuwepo pale, na tunaamini baada ya hii ziara wananchi watakuwa wamekaa kwenye mstari na wameelewa, watakuwa wameelewa tunaendaje mbele. Ameuliza Kyando kuhusu hatutarajii polisi, kwamba polisi wakituzuia tutafanyaje. Hatutarajii, unajua sisi hatunaga negativity, always sisi tuko positive. Kwa hiyo ili jambo sisi ni positive, na hatutarajii kwamba polisi watafanya hicho ambacho una wasiwasi au unasema kwamba watafanya. Hatutahukumu kwa historia ya nyuma, lakini sidhani kama hata wao wako kwenye mudi ya kufanya hivi, kwa sababu sio wakati muafaka kufanya hivyo. Na naamini kwamba jambo hili, ziara hii, kuanzia uzinduzi mpaka kuja kumaliza ziara, itakwenda salama bila rapsha zozote zisizo na msingi kutoka kwa mtu yoyote, sio tu polisi, mtu yoyote ambaye akitaki mema chama hiki. Kamwanga anasema kila kampeni, tumekuwa na kampeni kadhaa za uchangishaji. Yes, na ndio maana hiki chama kimekuwa strong kwa miaka yote. Kila wakati kinakuja na mkakati mpya. Kwa hiyo kila kampeni inakuwa na malengo yake kwa wakati husika,
kuhusiana na tija zinatofautiana. Saa nyingine tunafanikiwa 100%, saa nyingine tunafanikiwa 60%, saa nyingine tunafanikiwa 70%, lakini kwenye program zetu nyingi kama hizi hatujawahi kufeli. Nyingi zilikizi mahitaji au malengo ya kuanzishwa kwake, na tunaamini kwamba na hii pia itakwenda hivyo hivyo. Na ndio maana hatutoi tu program na kukaa ndani, tunatoa program na kujaribu kuwafikia wananchi kwa namna mbalimbali, ikiwemo mikutano ya hadhara, ikiwemo kutumia platform mbalimbali za media, ili waende sawa na sisi. Kwa hiyo tija zinatofautiana. Freddy anasema kwamba kuna chama au taasisi nyingine inafanya ratiba kama zetu. Freddy, sisi sio jukumu letu kuangalia watu wengine wanafanya nini. Wewe ukiwa mchungaji, Jumapili imefika, unatakiwa ukafanya ibada kanisani kwako, usitake kuangalia Anglikana wanafanya nini, Roman wanafanya nini, au nani wanafanya nini. Kwa hiyo sio jukumu letu sisi kuangalia wengine wanafanya nini, ili mradi wasituingilie katika jambo letu, katika ratiba zetu zinavyofanya kwa namna yoyote. No reform no election sio maana yake kususia uchaguzi. Maana yake ni kupush kwa namna mbalimbali wanaohusika, serikali, chama na wote wanaohusika na kuvuruga uchaguzi wakae kwenye mstari. Kwa hiyo sasa, kama una push kitu ambacho unatarajia kitatoa matokeo, ni wajibu wetu pia kuwaambia wananchi wetu au wananchi kwa ujumla waendelee kujiandikisha, kwa sababu what if haya tunayoyapush yanakuja kukubalika miezi 4 kabla ya uchaguzi. Mwezi Juni yanakuja kukubalika, alafu tayari eneo lako au mkoa fulani zoezi la uandikishaji limeshapita, utarudi tena kuwaambia wakajiandikisha, watajiandikisha wapi? Kwa hiyo sisi tunafanya jukumu letu kama chama, lakini tunataka wananchi pia nao wafanye jukumu lao kama chama. Wahakikishe kwamba wako tayari, wajiandikishe na psychologically wawe wako tayari, ili kwamba haya tunaoya push, hii no reform no election, itakaposikilizwa na kutekelezwa kiasi kwamba cha kufanya kama chama sasa tuamue kwamba tunaingia kwenye uchaguzi, basi tuwe tayari tunawapiga kura wetu. Kwa sababu kwenda kujiandikisha hamna mtu anatoka damu wala hamna mtu anakufa. Kwa hiyo waende wakajiandikishe, ili hizi jitihada tunazofanya kama chama za kupushi reforms zitakapofanikiwa kwa kiwango chochote kile, basi tuwe tayari tunawapiga kura. Hii ni K News habari.